Royal TV, chombo cha Injili kiliko chini ya huduma ya kanisa la Yesu ni lango la uzima, kikiongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Hapa utapata mafundisho ya uhakika ya neno la Mungu yatakayojenga maisha yako ya kiroho. Nguvu ya awali ya mema. Nguvu ya awali ya mema. Nguvu ya awali ya mema. Mwambie jirani yako, nguvu ya awali ya mema. Nguvu ya awali ya mema. Mwambie tena, nguvu ya awali ya mema. Nguvu ya awali ya mema. Leo nataka tujifunze somo linasema nguvu ya awali ya mema. Maana yake hakuna mtu ambaye amekuja ulimwenguni kwa bahati mbaya, lakini pia hakuna mtu ulimwenguni aliyekuja, naomba tusikize vizuri sana na ufahamu wako utege na masikio yako. Hakuna mtu aliyekuja ulimwenguni awe maskini, hakuna. Na wala sio mpango wa Mungu amuumbe mtu alafu aje ulimwenguni awe maskini, hakuna. Haleluya, amen. Biblia inayosoma inasema Mungu alimuumba mtu kwa mfano na kwa sura yake, na mtu hajasema asitawale, asiwe nacho, lakini akasema akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi, na vitu vyote vikawekwa ndani ya huyo mtu. Maana yake nini? Ni Mungu wakati anamuumba mtu alimuumba kwa makusudi maalum, na alimuumba huyo mtu akafanikiwe vya kutosha kwenye ulimwengu huu. Amen, haijatosha? Haleluya tena. Amen. Aliumba mtu akatawale na kumiliki, lakini pia akawe na vitu kila anachokitaka akawe nacho. Sema amen. Amen. Lakini pia Mungu alipomweka mwanadamu kwenye hii ardhi, vitu vyote vya hii ardhi vilitakiwa visikie sauti ya kinywa cha mwanadamu. Yaani maana yake anaweza akaita leo kwamba mwaka huu nataka nifike level fulani ya biashara, mwaka huu nataka nifike sehemu fulani ya huduma, mwaka huu nataka nifike level fulani au viwango fulani vya mafanikio. Na hiyo ndiyo Mungu aliyokuumbia wewe. Kila kilicho unachokitamani kinywa chako kikitamka, hicho kitu kinatakiwa kitoke kilipo kikujie wewe. Amen. Amini yako haijatosha. Amen. Kila unachokitamani wewe, unataka mwaka huu utembelee Rolls Royce, unasema ni mwaka huu. Inatengenezewa Uingereza, namna itakavyokuja itajua yenyewe, lakini kuna kinywa cha mtu aliye na sura na mfano wa Mungu ametamka hapa, Yesu ni lango la uzima. Amen. Namna kitakavyokuja hiyo Rolls Royce, wewe visikuhusu, visikufikirishe. Namna ya V8 itakavyokuja kwenye maisha yako visikufikirishe, visikuwazishe. Kinachotakiwa kuwaza ni kwamba wewe una sura na mfano wa Mungu. Amen. Kile kinywa cha Mungu kikasema tu na iwe nuru, nuru ikawepo, na iwe anga, anga ikawepo. Amen. Kila kilichotamka kinywa cha Mungu, huyo unayefanana naye wewe, huyo unayefanana naye wewe, kinatakiwa kisikie sauti ya kinywa chako. Sema amina tena katika jina la Yesu. Amen. Haleluya tena. Amen. Kwa hivyo Mungu alipomuumba mtu, cha kwanza kabla hajaingia tumboni mwa mama yake, huyo mtu aliwekewa muda wa kuishi kwenye ulimwengu, lakini aliwekewa sababu za huyo mtu kuja hapa duniani. Haleluya. Amen. Aliwekewa sababu ya huyo mtu kuja hapa duniani. Kwa hivyo ndipo Mungu kwanza akaitia ile nguvu ya huyo mtu kutimiza hilo kusudi wapi? Duniani. Duniani. Na leo utaonielewa vizuri. Kabla hajazaliwa Mungu akaandaa huyo mtu. Haleluya. Amen. Changu kitu cha ajabu sana. Si unajua mtu ni vitu viwili. Tuna mtu wa rohoni na wa wapi? Wa mwilini. Na wa mwilini. Baba yako na mama yako wametengeneza bodi hiyo, lakini hili bodi katika kumiliki haliwezi chochote. Halina nguvu yote ya kumiliki hili bodi.
isipokuwa yule wa rohoni, yeye aliyewekwa tokea mbinguni, mwenye makusudi na Mungu, mwenye hiyo assignment aliyopewa na Mungu. Huyo ndiye anaweza kufanya mambo haya makubwa, lakini yeye ataingia ndani ya huo mwili na kufanya tu kile anachokitaka kwenye huo mwili. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Sema ameni tena. Sasa alipoumbwa mtu, Mungu anapoingia ndani ya tumbo la mama yake kwa ajili ya baba na mama, Mungu anamtia mtu wa ndani anayetoka kwa Mungu, mwenye asili ya Mungu. Anamtia huyo, anakuja duniani kwa makusudi ya Mungu, kwa ajili ya muda. Ni Mungu anasema huyu akifika duniani atakuwa msomi mkubwa, atakuwa profesa, atafanya hiki, atajenga vyuo. Halafu huyo ndio Mungu anafanya naye kazi. Huyo mtu huyu akifika hapo, nitafanya naye kazi ya utumishi majira fulani, mwaka fulani, hadi mwaka fulani. Halafu baada ya pale muda wake umeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninapoongea leo hivi, aliyekufanya ukawa huna vitu, saizi anasaga meno mahali alipo. Amen. Aliyekufanya huna hivyo vitu, sasa hivi anasaga meno mahali alipo. Maana yake kuna muda utafika, tutaviita kila unachokitaka kitakujia. Yes. Kwa sababu wewe ni Mungu, ni mfano wa Mungu, mwana wa miungu aliye hai. Unaweza ukasema mwaka huu nataka kujenga gorofa. Namna ya kuja gorofa kusikufikirishe. Yes. Ni cha kiungu, kina mamlaka kuita hiyo gorofa kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Na nisiwe ninaongea hapa alafu ukaanza kufikiria unajua elimu yangu havihusiani na elimu. Mimi naongea nguvu ya asili. Yes. Naiongelea nguvu ya asili. Kabla hujazaliwa wewe kuna asili yako. Na hiyo asili yako ndiyo ambayo inataka kufanikisha kwenye ulimwengu. Amen. Nataka hiyo asili yako leo ionekane, ikatende makuu kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Wanakwale wengi ukiongelea habari ya nguvu wanaanza kupenda mbali kwa Roho Mtakatifu. Siongelee hiyo. Mimi leo naongelea nguvu ya asili iliyotoka kwa Baba. Kila mtu ana asili ya nguvu ya kwao. Kila mtu ana asili ya mahali alikotoka. Haleluya tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kila mtu ana nguvu ya mahali alipotoka. Sasa hiyo nguvu uliyowekewa ndani wewe ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa vya thamani vya baraka kwenye hii dunia. Halafu akawa kile unachokitaka unakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 29 na 30. Warumi sura ya 8. Haleluya. Amen. Warumi sura ya 8. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 29 hata wa 30. Amen. Neno la Bwana. Kabla hujaendelea msomaji wangu niseme kitu kimoja unapaswa kukifahamu. Unaposikia mahali pameandikwa nguvu, Kiswahili chake kingine ni uwezo. Sema amen. Ukiona tu mahali mtu anasema huyu ana uwezo, Kiswahili chake kingine ana nini? Niongea na watu sasa, twende sawa hapa. Na usikubali mtu akusemeshe kwenye ibada hii. Kuna vitu vinaenda kuharibika sana kwa watu walioshindana na wewe kufanikiwa. Usikubali mtu akupeleke mahali. Ukiona mtu anatangaza mahali kwamba huyu Peter ana nguvu sana, ulimwengu wa roho wanasema Peter ana uwezo. Haleluya, haleluya. Amen. Yaani ulimwengu wa mwili wanasema Mdoe ana nguvu sana. Lakini ulimwengu wa mwili wanasema Mdoe ana nguvu sana. Lakini ulimwengu wa roho wanasema ana uwezo sana. Amina. Hili neno moja, lakini ukilitamka mwilini linaitwa nguvu. Yes. Ukilitamka rohoni ni uwezo. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi leo nataka kila aina ya uwezo uliowekewa wewe, ile unaingia siku ya kwanza kwenye tumbo la mama yako, ule uwezo ukakuthibitishe leo. Amen. Na ukapokee mema ya kwenye huu ulimwengu. Amen. Haleluya. Soma msomiwaji. Warumi sura ya 8 mstari wa 29 hadi 30. Nasemaje? Neno la Bwana linasema. Ndiyo. Maana wale aliwajua tangu asili. Maana wale aliwajua tangu asili. Aliwachagua tangu asili. Aliwachagua hao tangu asili. Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Hawa wafananishwe na nguvu na uwezo wa Yesu Kristo. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ili Yesu awe mzaliwa wa kwanza, halafu mimi Mdoe niwe wa pili na wewe uwe wa tatu.
Na wale aliowachagua tangu asili, na hao aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, na hao aliowaita, hao akawahesabia haki. Hao akawahesabia mafanikio, mafanikio. Amen. Na wale wahesabia haki, na hao waliowahesabia haki, hao akawatukuza. Amen. Twende taratibu. Muulize jirani yako, katika hivi viwili, mafanikio na kutukuzwa, unacho kipi? Ngoja nikae mbali asije akarusha mtu ngumi hapa. Muulize jirani yako, usimwogope, katika hivi viwili, mafanikio na kumtukuza na kutukuzwa, kipi ambacho kipo kwako? Sijaeleweka una mafanikio? Usinijibu leo, utanijibu kesho kutwa. Lakini pia kuna mahali ukikaa unatukuzwa. Hata senda haraka leo, taratibu. Sikia nikwambie, alipo mtu wa Mungu yoyote, anatakiwa cha kwanza atukuzwe, cha pili awe na mafanikio. Hivi vitu viwili, atukuzwe na mafanikio. Ukiona hivi viwili hauna, ujue nguvu yako ya asili haipo. Sema amina tena. Ukiona hii hauna hivi vitu viwili, yani kutukuzwa mahali na kuwa na mafanikio mahali, ujue ile nguvu yako ya asili haipo. Leo walokole watanichukia. Sikia nikwambie kitu kimoja. Hii nguvu ya asili ninayohubiri leo, hii haihusiani umeokoka, unanena kwa lugha, unamjua Yesu, humjui Yesu. Hii inakufanikisha tu. Amen. Kwa sababu ndio mpango wa Mungu, wewe ufanikiwe na utukuke. Kwa hiyo hii nguvu ninayoongea mimi ni ile ya asili. Mungu amekuleta ulimwenguni, hata kama hujawahi kuja kanisani. Sasa nitakufundisha leo. Tutaelewana tu baadaye. Wewe nisikize tu, nitegee sikio alafu tuelewana vizuri. Hii nguvu sio ile ya kanisani, hatuipati kanisani. Yenyewe hata kama hujawahi kwenda kanisani unafanikiwa tu. Yenyewe hata kama humjui Yesu unafanikiwa tu. Na ndio maana kuna watu wana hiyo nguvu wanaitunza, na leo nitakufundisha utaitunzaje. Ili uweze kuendelea mbele, utaelewa baadaye. Sema amina katika jina la Yesu. Kuna watu hawajawahi kwenda kanisani, lakini wakisimama na wewe, eti wewe ni mtumishi wake. Amina. 4 tu ndio wamesema ameni. Amen. Wameongezeka 3 wamesema amina. Amen. Kuna watu kama 7 wataki kusema amina, sijui wamelogwa hata sielewi. Haleluya. Yaani unasimama na jamaa linavuta sigara, linakula na ile nini tambuu, halafu linanuka mdomo, halafu lina hela, lina magari, lina majumba. Ni nini? Ametunza nguvu ya asili. Amen. Haleluya. Ametunza nguvu ya asili. Hata wewe ulipokuja hapa ulimwenguni, hujaja kama hohehahe. Wewe hujaja kama maskini. Wewe umekuja kwa mpango maalum wa Mungu, yes, kwa kusudi maalum la Mungu. Amen. Na kwa jambo fulani la kutukuka wewe, yes, na la kuheshimiwa wewe. Amen. Na la kutajirika wewe. Ndivyo Mungu alivyokuleta hapa ulimwenguni. Haleluya. Amen. Na leo tutafute ule mstari wa kusema ni mimi ni maskini, tena mimi kwa kweli mambo hayendi. Hayendi kwa sababu hujajijua wewe ni nani. Hujajijua umekujaje hapa ulimwenguni. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Sema tena amen katika jina la Yesu. Amen. Kuna hiyo nguvu ya asili. Hiyo ndio muhimu kweli kweli. Wenzako wa rohoni huwa wanaichukua hiyo ya asili au wanaifunika hiyo ya asili. Halafu wewe ndio unaanza sasa kuhangaika. Hauwezi kumiliki kila kinachotumiliki, kinatakiwa umiliki kwa nguvu. Chochote ukiona tahera haikai mkononi mwako, maana yake huna nguvu ya mikono. Ukiona hata unaenda mahali unakataliwa, huna nguvu ya kibali. Lakini ibada ya leo, yeyote aliyezuia nguvu yako ya mema ataiachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amina yako haijatosha mahali pale.
Kuna watu wanahangaika kuangalia nguvu yako inatoka wapi, asili ya nguvu yako ni nini, lakini leo yuko Mungu anayeweza. Yuko Yesu mzaliwa wa kwanza. Yeye nguvu zake zinatoka juu. Yeye nguvu zake ni za mamlaka kuu. Kila aliyezuia popote, iwe ni mzimu wa babu utaachia, iwe ni wachawi wa familia wataachia, iwe ni majirani unapokaa wataachia. Yoyote nguvu yako lazima iachiwe. Hebu piga kelele, sema achia. Achia. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Kitabu cha Zaburi sura ya 68 mstari wa 35. Zaburi 68 mstari wa 35. Haleluya. Amen. Kila aliyepewa nguvu hiyo, tunataka hiyo nguvu ikaonekane. Haleluya. Amen. Kila aliyepewa nguvu, nataka hiyo nguvu ikafanya nini? Ikaonekane. Haleluya. Mzee Peter, hatumiliki vitu, hatumiliki hela kwa loko shakata badeka. Alo, hiyo ni laka shakata itakimbiza mapepo tu. Alo. Lakini leke shekete, leo mtanichukia leo. Tunamiliki pesa kwa power nature, nguvu ya asili inatoka huko. Hiyo tuliopewa na Baba ya kuletwa hapa ulimwenguni ndio inayosababisha leo tuinuke, na kila aliyeko chini hiyo nguvu itamuinua leo. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Hakutakuwa na duka linalokufa kuanzia leo uliloshika. Hakutakuwa na mgahawa utakaokufa kuanzia leo ulioanzisha. Hakutakuwa na kampuni kuanzia leo ulioianzisha. Nasema haitakuwepo. Sema amen. Amen. Shetani alivyo mjanja, anakufanya usiseme amen ili usipokee kutokea wapi? Asikudanganye mtu. Nikisema sema amen, gombania. Amina. Nakupa kodi za kiroho, gombania. Unapogombania amina, ndipo ile neema ya kimbingu inaingia kwako. Haleluya. Amen. Chakwambia kitu kimoja. Mhubiri akisimama hapa ni sawasawa na ndege aliye na vifaranga au watoto. Yeye akifika kwenye lile tundu, uje kuona ndege wanazaliwa pamoja lakini wengine wamekonda. Sema nyie mmezaliwa Masaki ya juu hayo. Sisi wa kijini tunajua kuna ndege wanazaliwa kabisa 5 4, lakini kingine hakana tamwili. Ndio kama huyo uliyekanae pembeni asiyesema amen. Huyo lazima akonde tu. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Lakini kuna ndege wengine makinda mengine hayajafumbuliwa macho, yakisikia ni kama mbawa za mama yao zinafika, unasikia tu wameachama. Amina. Wakiachama mama anatia chakula. Akila anaingia na nenepa. Sasa yule aliyechelewa kuachama, huyo hawezi akanenepa. Na mimi leo nataka kinywa chako kinenepe katika jina la Yesu. Nataka uachilie amina ya kutosha katika jina la Yesu. Amen. Nani amenielewa pale? Amen. Hauwezi ukanenepa mambo ya kiroho kama uko mstarabu sana, kama mimi nilivyokuwa kwenye dini yangu ile. Tuliambiwa hakunaga kucheza sana. Tuliambiwaga hakunaga eti amina mpaka wanasimama. Haleluya. Lakini hapo usiku unakaliwe hivyo, utaki kusema amina. Usiku anakupiga vigoti. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikwambie kodi nyingine asikudanganye mtu. Ukiona hapa mbio zinachezwa hapa, cheza kama hujawahi kucheza tena. Ukiona kwaya zinaimba hapa, imba kama hujawahi utaimba tena. Amen. Kila aina ya Mungu, awe Mungu wa Yehova, awe miungu ya Kisambaa, miungu ya Kinyakyusa, ya Kikwele, ya Kimasai, huwa inakuja kwa ngoma. Amina. Hajataka kulewa hapa. Kila aina ya Mungu anakuja kwa ngoma. Ukitaka umpe haja zako na shida zako, mpigie ngoma. Alafu muimbie nyimbo. Alafu ndio unashangaa huyo Mungu anafanya nini? Anakuja, na akija ndio unamwambia Baba, tazama nina watoto hawaelewi shuleni. Alafu watoto wako wanawaponya. Lakini wewe ukijifanya huchezi. Mganga kienyeji ukifika akikuangalia akiona lamani ya ziende anaanza kutu. Wewe ni mdoe wewe.
Umezaliwa Lushoto wewe vipi? Ameipata wakati wa kupiga ngoma na kucheza. Yes. Sasa wewe ngoma zinapigwa. Yes. Nenda kapokee baraka mwanangu. Wewe ngoma zinapigwa umekaa kapokee tena baraka. Amen. Aliyepata hiyo password aseme amen. Amen. Sikia nikwambie kitu, kila aina ya Mungu aisee. Huko ni mbali. Acha nikuwekee padogo. Kila aina ya mfalme anapokelewa kwa ngoma na nyimbo. Leo Mama Samia akisema anataka kuja Yesu langu la uzima, hivi unajua mimi nitawaangalia nitaona hamtoshi. Hivi unajua nitawaita kwaya kubwa hapa zitakuja. Hivi unajua nitaita waimbaji wakubwa hapa. Kwa nini? Kwa sababu anayekuja ni mfalme. Sasa anapoimbiwa mfalme wa wafalme, lazima viungo vyako vya mwili vicheze na kufurahi. Sema amina kubwa katika jina la Yesu. Haleluya. Sema amina katika jina la Yesu. Nenda ukafanikiwe kijana wangu. Haleluya, haleluya. Nenda ukainuke tena, Mungu akupe mema. Haitakiwi unaposikia nyimbo unajifanya wewe eti hata kuja. Halo Haji, nakuambia tena Haji. Haji. Ukitaka aje piga sana makofi, imba sana. Haleluya. Biblia inasema Bwana aketi juu ya sifa za Israeli. Yaani unapoimba na kucheza ndipo yeye anakuja anatamia, halafu anatega sikio, anasema unataka nini? Una shida gani wewe? Jambo gani limekusibu? Halafu ukisema hilo unashangaa kinawaka. Mungu anakujibu sawa sana haja zako. Nenda ukafanikiwe binti yangu. Lazima tumchezee Bwana, tumshangilie Bwana, maana furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Yes. Sema amen katika jina la Yesu. Asikudanganye mtu yoyote, asikudanganye mzimu wa baba yako wa bibi yako. Yaani unakuja kanisani hapa wewe. Sema amen. Haleluya tena. Haleluya tena. Zamani mahali fulani sitataja, kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na mguu mbovu. Akitembea mchana unaweza kumpokea hata mfuko. Anatembea hivi hawezi kutembea. Lakini kumbe ndio master wa kucheza ngoma za mashetani kule Lushoto. Unampokea mkoba kabisa, mzee nikusaidie. Naona unakuelemea mkoba. Ukimkuta kwenye fani hutakaa uamini kama na mguu mbovu. Yaani siku moja nilimuona nikamwangalia vumbi linatimka. Nikasema ndio huyo. Ndio huyo. Yaani yuko kwa Mungu wake. Anaita mashetani. Sasa wewe mwenzangu na mimi una hoja nyingi mbele za Bwana, lakini kumchezea hutaki. Na ukiona hautaki kumchezea Bwana, ujue ndani yako kuna watu wanakunyamazisha. Biblia inasema alipoingia mjini pale, wakati anashuka kuingia Yerusalemu, wanafunzi wakaimba nyimbo, wakapiga makelele. Hapa hujanielewa. Wanafunzi walikuwa wanaimba nyimbo, Yesu anaingia wapi? Ngoja nikucholee hiyo picha afu ijenge kichwani. Iko hivi, Yesu ametoka zake mlima wa Mizeituni, amechukua wanafunzi wake, ameshachukuliwa juu ya nini? Ya punda, si ndio? Alipopanda tu juu ya punda, unajua bado hajaingia malango ya Yerusalemu. Wakaanza kuimba wanafunzi, wanaimba. Biblia inasema Mafarisayo na wakuu wakaja kumwambia, mwalimu, waambie wanafunzi wako wanyamaze. Kama wewe unavyoambiwa na mzimu wa bibi yako, na mzimu wa babu yako, na mkoba uchawi wa kwenu, unaambiwa kucheza sio vizuri sana. Panatakiwa hapa sifa za Bwana zikiimba, pasitoshi. Kama una kiti chako, beba kiti juu, shangilie Bwana. Ndivyo Mungu wetu anavyokuja na kusikiza hoja ulionayo. Haleluya. Yesu akawaambia hivi, anawaambia achaneni na nyimbo. Ikatokea mkafanikiwa kuwanyamazisha hao wasiimbe, mimi naamuru mawe yapige kelele. Yaani maana yake kwamba mwanzo ilikuwa ni nyimbo, lakini mkiwanyamazisha wenye nyimbo, mawe yenyewe yatapiga kelele. Haleluya. Amen. Sasa sijui hiyo kelele itakuwaje, lakini Yesu anasema nitayaamuru haya mawe yapige kelele. Haleluya, haleluya. Amen. Leo ninaiona nguvu yako ya awali narudi mwanangu. Yes. Nasema hautauza tena vitu hautauza. Vitu visifanikiwe. Yes. Nasema hautauza tena vitu visionekane. Amen. Kazi yako utakuwa unamwamsha tu kila saa. Kazi yako unamwamsha, afu ukimaliza ibada nakupa 500.
hata baada ya siku 6 Mwokozi Yesu alipanda mlimani, wanafunzi wake ni Petero na Yakobo pamoja na Yohana walipanda mlimani pamoja na Yesu hata baada ya vita. Mwokozi Yesu alipanda mlimani na wanafunzi wake ni Petero na Yakobo pamoja na Yohana walipanda mlimani pamoja naye Yesu. Sauti 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 ikatoka, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni atakayo wafundisha, haya shikeni, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni atakayo wafundisha, haya shikeni. Ipo sura yake Bwana Yesu ilibadilika, ilikuwa iking'ara kama nyale ya jua, na mavazi yake Bwana Yesu yalikuwa meupe. wanafunzi wake wote walitetemeka. Sauti 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 ikatoka, huyu mwanangu mpendwa, msikilizeni atakayo wafundisha, na yashikeni. Haleluya! Shangilia Bwana Yesu kwa makofi, alafu keti kwenye kiti chako. Haleluya, haleluya. Amen. Shangilia Bwana alafu kae kwenye kiti chako. Kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 68 mstari wa 35. Amen. Neno la Bwana linasema, ndiyo, Mungu mwenye kutisha, Mungu mwenye kutisha kutoka patakatifu pako, kutoka patakatifu pako, ndiye Mungu wa Israeli, ndiye Mungu wa Israeli. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Hao watu wa Yesu lango la uzima hawajasikia kitu. Rudia tena binti yangu. Mungu ni mwenye kutisha, Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako, kutoka patakatifu pake, ndiye Mungu wa Israeli, ndiye Mungu wa Israeli. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo, yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Hii ni Roho Mtakatifu, ni Mungu mwenyewe. Walokole sema ameni. Amen. Nasema huwapa Roho Mtakatifu? Hapana. Huwapa watu wake nguvu na uwezo. Kichwa kinaanza kukaa vizuri kidogo Kuna power lazima uwe nayo, na hiyo power inaitwa power ya asili. Amen. Asili yako wewe ni mbinguni. Amen. Watu wajaelewa hapa. Roho Mtakatifu anataka kuniambia kitu kimoja. Hebu rudie, subiri mwanangu. Soma kitabu cha Zekaria 16:3. Twende vizuri. Leo hata sina haraka, lakini muda ukifika, kila aliyezuia usiwe na hela atakwambia shika pesa. Amen. Yeah. Zekaria 16:3. Zekaria inaishia 14. Zakaria. Sio kweli. Zakaria. Zakaria nayo nikipata viboko. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Na sivuki hapo mpaka tuelewane. Sawa. Yanafanana ya mavitu haya. Ni Ezekieli 16:3. Sole. Amen. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 3. Na ule mstari wa 3, neno la Bwana linasema, ndiyo,
Useme, Bwana Mungu huambia Yerusalemu hivi. Bwana Mungu huambia Yerusalemu hivi. Asili yako na kuzaliwa kwako wewe Yerusalemu, na kuzaliwa kwako wewe Yerusalemu kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Inatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako. Huyo Mwamori alikuwa ni baba yako. Na mama yako alikuwa ni Mhiti. Na mama yako alikuwa ni Mhiti. Amen. Rudia tena. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Asili yako na kuzaliwa kwako wewe mji wa Yerusalemu, wewe Yerusalemu, asili ya kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Umetoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori alikuwa ni baba yako. Na mama yako alikuwa Mhiti. Na mama yako alikuwa Mhiti. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Nikuulize wewe, Yerusalemu ni mtu au ni mji? Ni mji. Haleluya. Yerusalemu ni mtu au ni mji? Ni mji. Ni mji. Umejibu vyema. Anasema wewe mji wa Yerusalemu, aliyekuzaa ni udongo. Yes. Ni nchi. Haleluya. Amen. Sema amen. Anasema asili yako Yerusalemu yatoka katika nchi. Ana usehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu, natembea na wewe pamoja nawe pamoja nawe katika safari yangu, natembea na wewe. Mwanzo nilifundisha kitu nikasema hivi, Yerusalemu, kama utakumbuka watu, nikasema Yerusalemu ni mwili. Alafu nikasema Sayuni ni rohoni. Amen. Kwa hivyo sema Yerusalemu asili yako yatoka katika nchi. Mwili wako wewe mama Samueli watoka katika nchi. Kwa hiyo nguvu yako wewe mama Samueli, kwa sababu umetoka katika nchi, lazima nguvu yako itokee wapi? Sichanganye. Itokee kwenye nchi. Yes. Kwenye asili yako ambayo ni nchi. Naeleweka pale? Amen. Kwa hiyo wewe lazima ule viazi sana, mbi ya kwenu, na ule manini, ingekuwa Lushoto ningesema mayuga. Viazi na mapiasi yanayotoka wapi? Asili ya kwenu. Amen. Yaani huo mwili wako wewe ukikosa vitu vya asili ya kwao, tunakuzika kesho. Yes. Sijui nimewaacha kule. Tunaelewana pamoja? Amen. Mwalimu unielewa, mwalimu Peter? Amen. Yaani Yerusalemu nimesema ni mwilini. Yes. Na mwili wa mwanadamu unatoka katika nchi. Yes. Unakula nguvu yake, unakula kwenye nchi upate nguvu. Yes. Ukikosa vya kwenye nchi unakwisha. Sasa asili ya mtu wa ndani wa rohoni, anayekufanikisha, anayekuinua wewe, atoka juu, asili yake ya juu. Amen. Hiyo haijawahi kushindwa mahali. Yes. Ukilotaka jambo lolote ukitumia asili ya kwenu ya kuamuru vitu, inakuja, unafanikiwa mwanangu. Amen. Asili ya kwenu ni juu kwa baba yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Sio mbaya likisomeka kisambaa kidogo. Wanasema hivi, Jese jigeswa nje ndai. Amina. Yaani la nje linaendeshwa na la ndani.
Amen. Baraka zako hazijawekwa mwilini. Yes. Baraka zako zimewekwa rohoni. Amen. Kwa hiyo mtu wako wa rohoni ndiye mwenye asili ya mbinguni. Yes. Baba yake ni Mungu. Yes. Huyo mtu wako wa ndani ana mamlaka iliyo kuu. Leo unaweza ukasema mwaka huu haupiti, lazima niolewe, lazima nioe. Inawezekana. Amen. Inawezekana. Kwanza maiki, halafu nichukue maiki, halafu ndio nabadilisha biti. Unataka kubadilisha biti, usimame. Haleluya. Haleluya tena. Amen. Asili ya Yerusalemu ni nchi, lakini asili ya mtu wako wa ndani yatoka juu. Na wewe ulichaguliwa kabla kwa misingi ya ulimwengu. Mungu alishasema wewe uwe bilionea, wewe uwe mtumishi mkubwa, wewe uwe kiongozi mkubwa. Yaya mambo yalishafanyika zamani, ulitakiwa kuja hapa duniani kuyatimiza tu, kuyaona. Na haya mambo hayahitaji elimu, hayahitaji vitu vingine. Kama umepata elimu imebahatika, ikusaidie kwenda huko. Sio kwamba ni kigezo elimu halafu ngoja nikwambie, unajua kuna watu hapa wanasema mimi nimeishia form 4 tu ndio maana maisha hayaendi. Mimi siongea habari ya shule. Naongelea habari ya asili ya kwenu. Hiyo asili ya kwenu ikakufanikisha. Tatizo sio mic, tatizo sio beti, tatizo ni setting. Haleluya tena. Asili ya kwenu ndio inaweza kukufanikisha, nguvu ya asili ya kwenu. Acha nikuwekee mahali pazuri tena twende vizuri, si ndio Biblia inasema hivi, Samsoni akaona mashamba ya Wafilisti. Alipoyaona akasema hao wazee nitawakomesha. Akakamata mbweha 100 300. Mbweha wana umbo kama mbwa wa kawaida wa Kiswahili. Yes. Samsoni akakamata 300? 300. Huyo unajiuliza mikono ya Samsoni. Okay, sawa. Utaniambia basi amekamata mikia. Si labda ndio pepesi. Samsoni amekamata mikia ya mbweha mingapi? 300. Hebu niambie lundo la mikia ya mbweha 300. Bado. Niko na mtu hapa naongea naye lakini. Yes. Hebu niambie alikamata mbweha 300 akawapiga moto. Manyoya yalipoungua akawafukuzia kwenye mashamba ya ngano ya Wafilisti. Yale mashamba yote yakaungua. Wafilisti wanasema wakakaa kikao, wakaulizana tunataka tujue asili ya nguvu yake. Amen. Imetoka wapi? Amen. Kwa sababu huwezi kukamata mtu mmoja mbweha 300 halafu wapige moto halafu waingie kwenye mashamba. Hilo lundo ndio jamaa wana confuse Wafilisti, wanasema hii sio kawaida. Anataka tujue asili ya nguvu yake imetoka wapi. Si kama niko na mtu hapa. Amen. Narudi nyuma kidogo, anasema Yerusalemu, wewe asili yako yatoka alizini. Yatoka wapi? Alizini. Asili yako ni ya udongo. Asili yako wewe ni ya kuharibika. Asili yako wewe ni ya kufa. Wewe Yerusalemu, asili yako yatoka wapi? Alizini. Haleluya. Amen. Lakini hapa anasema kwamba Samsoni alipowaingiza wale mbweha kwenye mashamba ya Wafilisti, Wafilisti wakasema ulizeni asili. Na hapa naomba unitegee sikio mwanangu. Ulizeni asili ya nguvu zake imetoka wapi? Hapa najua nitachukiza watu wengi hapa, lakini lazima tutoboe. Nasema lazima tutoboe. Amen. Hautaki kusema amina. Hapa lazima tutoboe wazee. Nasema hapa lazima tutoboe. Haleluya. Mtu akikushikilia kwenye asili ya nguvu yako, asili ya nguvu yako, asili ya uwezo wako, hata ukiomba asubuhi, jioni, mchana na usiku, miaka na miezi zaidi, utapata vidonda vya tumbo kwa kufunga. Yaani ninachokufundisha leo, kuzimu anasema mdo unawaambia vitu gani hivi hao? Nataka kwa nini wamekuja duniani halafu wanatafuta hata chakula? Biblia inasema Daudi akasema mwenye haki wa Bwana hata omba chakula, wala watoto wake hawataomba nini? Amen. Hawataokota jalalani vyakula.
Haleluya. Amen. Tukimaliza ibada hii hapa hakutakuwa na mboga moja tena kwenye meza yako. Amen. Hawataki kusema amina hawa. Woo! Nasema mboga zitaanzia 6. Yes. Kuendelea mbele. Hii biashara ya kula na mboga moja, ujue tu kuna mahali asili ya nguvu yako imefanyaje? Mzee kuwe hapa na dagaa. Dagaa ujue wako aina ngapi? Wako aina 7. Najua unajua Kigoma tu. Na wa Mwanza wako dagaa aina 7. Wanatakiwa na wao wawepo. Uwepo wa mhogo, wa mtama, wa dona, wa sembe. Amen. Alafu na badali iwepo. Amina. Haleluya. Halafu kama ni wali iwepo biriani, uwepo pilau, halafu iwewe nini? Yaani unachagua. Ukitoka ibada hii hautaweza kujaza plate tena ya sahani hivi. Haleluya. Ndio maana asiendaki kwenye harusi nyingi za wapendwa. Anajitahidi, mama ananiambia twenda, ananilazimisha. Sitaki. Watoto wangu wanajaza sana sahani. Sitaki kwenda kuwaona. Yaani mtu kastiki tu kwenye biriani hapo, kastiki kwenye pilau hapo, ongeza. Afika kauchuna, ongeza. Kumbe tu nguvu yake asili imekama nini? Imekamatwa. Haleluya. Amen. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Kama ni mboga za majani ziwepo aina 7. Unachukua na kauma hivi kidogo tu. Wewe unajaza mkono mpaka utaka kupinda hivi. Yaani una hasira. Kumbe tu nguvu zako zimefanya nini? Zimekamatwa. Haleluya. Amen. Sema mimi nina nguvu za asili. Mimi nina nguvu za asili nilizojia nazo duniani. Nilizoingia nazo duniani. Kwa nguvu hizi leo nafanikiwa. Kwa nguvu hizi leo nafanikiwa. Kwa uwezo huu leo nafanikiwa. Kwa uwezo huu leo nafanikiwa. Yeyote aliyeshikilia nguvu aliyeshikilia uwezo wangu wa mafanikio, ninamwamuru sahi katika jina la Yesu. Achia nguvu zangu. Achia uwezo wangu. Achia nguvu zangu. Achia uwezo wangu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Anasema wakajiuliza nguvu za Samsoni za aina gani? Walipoona hawajui wakasema, wakakaa kikao wakuu wa Wafilisti. Wakuu wa Wafilisti, na hapa nitegete na sikio. Wakuu wa Wafilisti walipokaa kikao, eti ndio wakapata solution, jawabu kwamba ili tuziondoe nguvu za asili za Samsoni, tumpeleke mwanamke. Ili tuziondoe nguvu za asili za Samsoni, tumpeleke nani? Mwanamke. Kumbe mwanamke ndiye mwenye uwezo wa kuondoa nguvu za asili za Samsoni. Sambamba na hilo, kumbe mwanaume ndiye mwenye uwezo wa kuondoa nguvu za asili. Amen. Haleluya. Haleluya tena. Hawa wanasema asili tutaipatape? Tumpeleke mwanamke. Mwanamke anafika pale, anamkuta Samsoni, anamweka kwenye miguu yake, anamwambia tafadhali nieleze. Tafadhali niambie asili ya nguvu zako. Tafadhali niambie asili ya nguvu zako. Wakati Delila anambembeleza Samsoni amwambie asili ya nguvu zako, bado kikao cha wakuu wa Wafilisti kimekaliwa tena. Jamaa wajaondoka kupiga ramli, wako mahali kwenye chumba cha ndani wanaendelea kupiga ramli. Delila atafanikiwa, lakini je, atapatia asili yake? Samsoni akasema, ukinifunga hivi vishungi 7 vya nywele katika mtanda wa nguo, hapo ndipo nguvu zangu zitaishi. Alipofunga nywele akatikisa hivi, kamba zote zikakatika. Delila akasema, hapana, sio kawaida, hizi kamba ni imara. Akamwambia, basi nilete kamba 7 mpya ambazo sijafunga kitu chochote, nifunge mikono na miguu, halafu hapo nguvu zangu zitaishi. Akamfunga, halafu akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akafanya hivi, kamba zikayeyuka kama zimekatwa na moto. Akasema haiwezekani. Delila akasema, mbona sasa unanizihaki? Jamali akasema, nakupenda. Sema, unipendi. Kama ungenipenda usingenificha asili. Mwambie jirani yako asili. Asili. Kama ungenipenda usingenificha asili zako. Kufika pale Samsoni akaona ni kama nataka kukosa mwanamke hapa.
Jamaa akasema, mimi tangu nizaliwe wembe haujawahi kupita kichwani pangu. Kiasema nimekuwa mnadhiri wa Mungu toka tumboni mwa mama yangu. Alipomwambia vile Delila, bado kikao cha wakuu wa Wafilisti kinakaa. Ngoja nikwambie kidogo mwanangu. Hivi unajua hivi unavyopaka tu hiyo nini hizo wanja na hizo lipostiki, kuna watu wanakaa kikao mahali. Hujanielewa bado? Unajua, ngoja nikwambie, ulivyonunua tu ile smartphone tu, kuna watu wamekaa mahali. Wewe una kawaida, si smartphone. Sasa sembuse wewe sasa, ambaye umechumbiwa tu na umeshaambia kwaya yote, umeshaambia wazee wa kanisa wote, umeshaambia mpaka kanisa la jirani. Yesu apewe sifa tena. Amen. Anasema wakati anamwambia mimi ni mnadhiri wa Mungu, Biblia inasema Samsoni akachukua wembe akanyoa nywele za nani? Delila akachukua wembe akanyoa nywele za Samsoni. Alivyonyoa nywele za Samsoni, ule unadhiri ulikuwa hivi. Wakati malaika wanakuja kwa mke wa Manoa, mama yake na Samsoni, walimwambia usinywe kitu chenye kilevi, lakini mtoto atakayezaliwa ni mnadhiri wangu. Na wembe, Mungu anamwambia wembe. Hapo mama hana mimba, anamwambia wembe usije ukapita kichwani pake. Hiyo ndio siri. Akazaliwa kwa wazee wa kumnyoa nywele, lakini kwa mwanamke Samsoni akatoboa siri. Alipotoboa siri, asili ya nguvu yake, ikaisha. Biblia inasema wakamchukua. Walipomchukua, wakati anaambiwa wamemkamata, Biblia inasema wale wakuu wa Wafilisti walikao. Ameshakamatwa, hana nguvu, amekuwa kama mtu wa kawaida, lakini wakuu wa Wafilisti walikuwa kwenye kikao cha giza, cha kishetani, cha ramli. Wakuu wa giza wanasema kuna jambo moja ambalo ndio asili yake huyu. Anasema amekamatwa hivi, wakachukua bisibisi, wakatoboa macho. Kwa sababu asili ya Samsoni, asili yake ni mtu wa Dani, wa kabila la Dani. Amen. Na ukisoma wana wa Yakobo, Dani alionekana ni kama nabii, ndio nabii wao, ni prophet Dani. Alikuwa na macho ya kuona, kujua, na akaambiwa wewe utaongoza ndugu zako, utaonyesha njia zao. Kwa hiyo macho ya Samsoni yalikuwa macho ya kinabii. Sasa wale Wafilisti wanajua kabisa kumbe asili ya kwao. Wakaendelea, macho akayatoboa. Walivyotoboa wamemkamata sasa, haoni na nywele hakuna. Anaenda kwenye hilo jengo lao la sherehe, anafika pale, Biblia inasema wakamweka siku ngapi? 3. Walipomweka siku 3, kumbe zile nywele. Amen. Hata leo yeyote aliyesababisha umeifika siku ya leo, umeingia kwenye ibada ya leo, nataka nimtangazie kwamba nywele zako zimeota tena. Amefanya makosa kukuachia mpaka leo. Nasema nywele zako zimeota tena. Aliyekuachia ukakaa mpaka leo, ukaja ibada ya leo, ameshabugi, ameshafanya makosa. Nywele zako zimeota tena. Sema amina katika jina la Yesu. Haleluya. Zilipoota nywele, anasema akaenda akamwambia nishika, papasa nguzo, kashika ya pili, ile asili. Amen. Akatikisa ile jengo, nguzo zote zikadondoka, jumba lote likadondoka. Wakafa watu zaidi ya 1000 hizi, anasema kuliko wale wa kwanza. Na mimi nataka nikuambie, baada ya ibada ya leo, kila aliyegusa maisha yako atakuwa marehemu. Amina yako haijatosha mahali pale. Kila aliyekushika maendeleo yako, nguvu zako, atakuwa marehemu. Yeyote anayekufuatia atashuka shimoni angali hai. Hata kaa kwa amani tena, maana Bwana atamfyeka. Sema amina kubwa katika jina la Yesu Kristo. Hawezi kukaa kwa amani tena, lazima aondoke mbele ya uso wa Bwana.
Amen. Haleluya. Amen. Wakamwondoa, wakafa wale watu. Kimafunuo zile nguzo mbili maana yake ni nguzo ya mauti na nguzo ya kuzimu. Shetani mihimili yake mikubwa anayofanyia kazi ni miwili. Anafanya kazi kwenye nguzo ya mauti na nguzo ya kuzimu. Hata ufunguo wake aliyopokonywa na mfalme komando Yesu, Yesu akamwambia, nipe sasa ufunguo wa mauti na kuzimu. Amen. Na mimi natangaza leo, mauti yoyote iliyoelekezwa kwako haitafanikiwa. Amen. Nasema kuzimu iliyoshauriana juu ya maisha yako haitafanikiwa. Walioulizana kwa ajili yako hawatafanikiwa. Ninaiona mauti ikiondoka kwenye utoto wako. Ninaona mauti ikiondoka kwa familia yako. Ninaona mema yakija kwenye maisha yako. Amen. Mapatano yao waliopatana na kuzimu hayatasimama. Maagano walioagana na mauti hayatafanikiwa. Maana pigo lifulikalo leo litapita. Liko pigo lifulikalo litapita mbele yako. Kila aliyeshikilia huduma yako anaachia sahi. Nasema aliyeachia kalama ya huduma anaachia sahi. Aliyeshikilia nguvu ya huduma bia anaachia sahi. Walioshikilia watumishi wa Bwana wanaachia sahi. Ninaona waimbaji wa kimataifa wakiinuka kwenye kanisa Swango Uzima. Ninaona watu wakubwa wakibarikiwa katika jina la Yesu. Ninaona wafanyabiashara wakiinuka. Nawaona wainjilisti wa kimataifa wakiinuka. Ninaona watu wakubwa wakiinuka ndio kufanikiwe. Ninaona waliozuiliwa siku nyingi wanaenda kuinuka leo. Hayupo atakayezuia tena. Bwana ni mwenye nguvu. Ile nguvu amekupa wewe. Leo lazima kila aina ya mateso yaachie maisha yako. Aliyenielewa na aseme amina mahali pale. Iko nguvu iwezayo. Amen. Seketeria boshata. Mungu wa uweza acha akakupe mema. Mungu wa uweza acha akakupe neema. Ninaona ajabu kwenye kanisa leo. Ninaona mbingu ikiwa imeatamia mahali hapa. Inaangalia, inauliza ni nani mwenye nguvu huyo? Ni nani mwenye nguvu huyo? Nasema ni nani mwenye nguvu huyo? Anaenda kuonekana saa hii muda mfupi ujao. Ninaenda kumwona Mwokozi aliye mwaminifu. Shetani alipojiinua akashangaa, akatembelewa na Mwokozi mwenye nguvu kule kuzimu, na akapokonywa funguo ya mauti na kuzimu. Hata wewe leo kuna mtu anapokonywa sahihi. Aliyeshikilia nguo yako kuzimu anaiachia inaungua moto. Aliyeshikilia watoto wako kuzimu anawaachia inaungua moto. Aliyewashikilia kwenye majumba ya kifahari anawaachia moto. Aliyoweka kwenye maduka yao kwenye chia moto. Ninaona moto unatembea. Moto unatembea kwenye maduka. Wale wa misukule waliochukua nyota yako wanaungua kwa moto sahihi. Wanamwachia mtu aliyebarikiwa. Aliyenielewa na aseme amina kwa jina la Yesu. Shataboto sekedebo. Shikata baba. Basikia nikwambie, kuna namna ya upendeleo leo. Nimeona mbingu imekasirika leo kwa ajili ya mtu aliyeshuka kama giant kwenye familia, lakini hajatimiza malengo. Kama jitu lililoshuka kama liimbaji likubwa duniani, lakini halijatimiza malengo. Kama jitu lililoshuka jitu likubwa la kuhubiri kote ulimwenguni, lakini bado kuna malengo hajatimia. Ninaona malaika wamefurika kwenye ibada ya leo, wanaenda kuwainua wale watu ambao Mungu amewakusudia, hao waliochaguliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Leo ninaona wakiinuka tena. Ninaona Mungu anawainua tena. Nasema hautakufa bali utaishi, ili uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Hakuna kukua baada ya ibada ya leo. Kila aliyewaza mabaya anaenda kukuachia katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Shira marbo seye. Shira baba so. Napoongea vile nataka nione mtu anakumbuka vile alivyokuwa na tafakari. Acha nikwambie, kila mtu anajijua yeye ni nani, isipokuwa tu atimize yale malengo. Kila mtu anajijua. Kuna watu wako hapa wanaona kila wakilala wanatembea nyumba kwa nyumba. Hawa watu wana injilisti wa kimataifa. Kila wakilala wanaona wametembea kwa fulani, wanamwambia habari za Yesu. Anaona amekaa kwenye kikundi cha ndugu zake cha rafiki, anamwambia habari za Yesu. Kumbe huyo mtu ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Na ongea hapa, ninaona watu wanaosafiri kwenda nje. Ninaona hao wafanyabiashara wakubwa wakipanda hizo ndege. Nami ninapoongea sasa ninaamuru anga iwaachie.
Nasema kila anga iliyofunikwa asipite huyo mtu inamwachia. Kila anga ambayo imefunikwa asipae huyo mtu inamwachia. Nasema ndege zinaenda kukupokea. Ninaona nchi zikiachilia nguvu ya kukupa visa. Ninaona Uingereza ikikupa visa. Ninaona Marekani inakupa visa. Ninaona Uturuki inakupa visa. Ninaona China inakupa visa. Ninaona Hong Kong visa. Ninaona Asia inakupa visa. Ninaona India inakupa visa. Ninaona mbingu ikifunguka juu yako. Kila aliyezuia nguvu ya mema yako anaenda kukuachia leo. Hataweza kushikilia tena baraka zako. Aliyenielewa na aseme ameni mahali. Amen. Jesus. 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 Kuanzia leo watoto wako hawataguswa tena. Hakuna mtu akugusa uzao wako tena. Hakuna mtu akushikilia watoto wako tena. Hata kama kwa baba yao kuna uchawi, huo uchawi unaenda kuharibika sahihi. Hata kama kwa mama yao kuna uchawi, uchawi unaenda kuharibika sahihi. Ninapoongea sasa ninaiona mikoba ya uchawi ikiungua moto. Ninapoongea sasa ninaiona mikoba ya uganga ikiungua moto. Ninapoongea naona watu wakiachiliwa sahihi. Watoto wako walioshindwa kusoma shuleni, ninaona ufahamu ukiingia kwenye fahamu zao. Ninaona wakienda kuongoza madarasa. Ninaona wakienda kuwa vichwa kwenye madarasa. Ninaona uweza wa Bwana ukiwafunika sahihi. I see power from heaven. Ninaona nguvu kutoka kwenye mbingu ikiwafunika watoto wako. Hakuna kushikilia mema yako. Wanaenda kuachia kila ina uchawi unaachia maisha yao. Hawatakamata tena. Hawatashika ndoa yako. Hawatashika biashara yako. Hawatashika mema yako, yanaachiliwa. Nasema mema yako yanaachiliwa. Nasema mema yako yanaachiliwa. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Sema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Nasema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. mwenye nguvu kama zako Bwana. Nani kama wewe? Mwenye uweza kama wako Bwana. Nani kama wewe? Mwenye nguvu kama zako Baba. Nani kama wewe? Uweza kama wako Bwana. Nani kama wewe? Sema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Nasema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. mwenye nguvu kama zako Bwana. Nani kama wewe? Mwenye uweza kama wako Bwana. Nani kama wewe? Mwenye nguvu kama zako Bwana. Nani kama wewe? Uweza kama wako Bwana. Nani kama wewe? Sema hakuna mwingine
mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Nyosha mkono wako juu. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, iachilie ile nguvu iliyozuiliwa, iachilie nguvu ya uwezo, iachilie ile nguvu ya baraka, iachilie ile nguvu ya ushindi, achilie nguvu juu yao, achilie nguvu juu yao, ile nguvu ya kwanza, nguvu ya asili, ile iliyowekwa kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, wakati waliingia kwenye matumbo ya mama yake, ile nguvu. Jesus, nisikize nimalize. Mtakatifu anashurutisha kusema jambo hili. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 16 kuendelea. Anaongelea kwa habari ya mwanamke mmoja aliyetokwa na damu miaka 12. Biblia inasema yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 akajipenyeza. Alipojipenyeza, Biblia inasema akaenda akashika pindo la vazi la Yesu. Aliposhika pindo la vazi la Yesu, Biblia inasema ulikuwa ni mkutano mkubwa, ilikuwa ni makutano makubwa. Lakini Yesu ghafla akageuka, akawaambia wanafunzi, nani amenigusa? Anawaambia nani amenigusa? Biblia inasema wote wakanyamaza kimya. Petro akamjibu Yesu akamwambia, mwalimu, wayaona makutano yote haya, nawe tena wauliza nani amekugusa? Mwalimu akasema, hapana, kuna mtu amegusa pindo la vazi. Anasema huyo mtu aliyegusa pindo la vazi langu, naona nguvu zimeniishia. Kumbe kuna mtu anaweza akagusa pindo la vazi lako, yes, na nguvu zikakuishia. Kumbe kuna mtu anaweza akaiba nguo yako ya ndani na nguvu zikakuishia. Kumbe kuna mtu anaweza akaiba nguo zako kwenye kamba, kwenye kabati, na nguvu zako zikaisha. Yesu anasema nguvu zimeniishia. Niliposoma nikatafakari ni nguvu za aina gani, za Roho Mtakatifu za aina gani, lakini Yesu anaongelea nguvu za asili alizokuja nazo kwa Baba. Anasema vazi liliposhikwa, nguvu za asili zilimuishia. Ninatangaza kama kuhani wa Bwana, natangaza kama niliyepakwa mafuta mahali hapa, kila aliyeshikilia nguo yako mahali popote, aliyeshikilia nguo yako mahali popote, iwe ni kiatu amekishikilia mahali, iwe ni kiatu amekishikilia mahali, iwe ni nguo ya ndani, iwe ni gauni lako, iwe ni unywele wako, ameushikilia mahali, imesababisha nguvu zako zimeisha. Ninaongea saa hii, natuma wingi wa malaika mahali hapo, natuma wingi wa malaika mahali hapo, natuma wingi wa malaika mahali hapo, natuma wingi wa malaika mahali hapo. Mashemasi, mkae vizuri. Na hiyo na nguvu ya Mungu inashuka kwa watu ambao waliibiwa vitu vyao na hawaje kuviona tena. Funika macho yako kabisa. Mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa. Ninaona watu ambao wameibiwa nguo tangu wakiwa wadogo, nguo zao hawaje kuziona. Funika macho yako, nyanyua mikono yako juu. Naiona nguvu kubwa ya Mungu ikikujia mahali ulipo. Yes. 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 Kuna mtu wako hapa, wawili walipotezaga kiatu kimoja. Mmoja alipoteza kiatu kimoja, mmoja viwili, wako mahali hapa. Wametafuta je kuviona hivyo viatu. Kumbe kuna mahali kuna mtu amevishikilia na nguvu zao za mafanikio zimeshaisha. Ninapoongea saa hii, nina nguvu ya uweza. Ninatamka mamlaka ya kimungu. Natamka nguvu ya uweza. Natamka nguvu ya uweza. Mahali iliposhikiliwa nguo yako, waliposhikilia nguo yako, waliposhikilia kanga yako, waliposhikilia nguo yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jesus. Jesus, yes. 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 Wachawi wanaachia vitu vyako. Wachawi wanaachia vitu vyako. Wachawi wanaachia vitu vyako. Wachawi wanaachia vitu vyako. Ninaona mtu aliyeshikilia nguo yake. Huyo mtu anaenda kuachia sahi. Aliyeshikilia nguo yake,
aliyeshikilia kiatu chake, aliyeshikilia nywele zake, aliyeshikilia nywele zake. Ninaona yule msusi mchawi aliyeshikilia nguo nywele zako. Ninaona yule msusi mchawi aliyeshikilia nywele zako. Jina la Yesu. Funika tu macho yako. Funika tu macho yako. Funika tu macho yako. Kuna kitu Roho Mtakatifu ananishurutisha nikiseme hapa. Nina watu kwenye ibada leo. Hawa watu walikuwa wanasali mahali, lakini pale mahali nimeona kwenye hizo madhabahu kuna nguvu zao zimeshikiliwa. Kwenye hizo madhabahu kuna nguvu zao zimeshikiliwa. Walienda kusali kwa hao makuhani, lakini hawakuwa makuhani wa kusudi la Mungu. Wameshikilia nguvu zao hao watu, na wengine wakasema huyo tutaona, atarudi tu, atarudi kwa magoti, atarudi akiwa hawezi pa kushika, atarudi kwa magoti. Ninamwona huyo mtu akiachiwa sahihi. Ninamwona huyo mtu akiachiwa sahihi, aliyeshikiliwa na madhabahu za giza. Ninaiona hiyo madhabahu ya huyo mchungaji shetani, huyo aliyetumia nguvu za giza, anayetumia nguvu za kichawi, za kiganga, aliyeshikilia nguvu yake, anamwachia sahihi. Nasema anaachiwa sahihi katika jina la Yesu. Nguvu yako inarudi. Yes, inarudi nguvu yako maradufu. Inarudi nguvu yako maradufu. Inarudi nguvu yako maradufu. Ninaongea na kila aina ya madhabahu. Hiyo madhabahu ya mtume, hiyo madhabahu ya nabii, hiyo madhabahu ya mchungaji, hiyo madhabahu ya mwinjilisti, hiyo madhabahu ya mwalimu yoyote ambayo inashikiliaga nguvu za watu ili wasifanikiwe, na isemeshe hiyo madhabahu sahihi. 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 Ikuachie kwa mamlaka jina la Yesu. Toka, achia kwa moto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nyanyua tu mikono yako juu. Mungu anaenda kukuhudumia sahihi. Kuna nguvu yako inarudi kwa upya kabisa, kwa upya. Niona nguvu yako inarudi kwa upya. Niona nguvu yako inarudi kwa upya, kwa upya. Niona nguvu inarudi kwa upya. Yes. Walipochukua nguvu yako, kuna magonjwa yameingia kwenye mwili wako. Ninaona mmoja anasema kiuno kinaniuma kila usiku. Amekuwa na shida ya kiuno huyo mtu, lakini ana neema kubwa huyo mtu. Walichukua nguvu zake, waliona nyota yake na kibali chake, wakaweka kwenye madhabahu zao za giza, wakaweka kwenye makopo ya maua madhabahuni, wakaweka kwenye makopo ya pale kwenye madhabahu yao ya yale makanisa ya mashetani, yale makanisa ya wachawi. Ninaona huyo mtu anachomoka sahihi, anatoka kwenye viuno vyao, kwenye chupa zao anatoka, aliyewekwa kwenye hizo chupa wanamwachia sahihi kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna mashimo yanakuachia. Kuna mashimo yanakuachia. Kuna mashimo yanakuachia. Funika tu macho yako. Kuna mashimo yanakuachia. Kuna mashimo yanakuachia. Kuna mashimo yanakuachia. Yes, kuna mashimo yanakuachia. Kila aina ya nguvu yako inarudishwa tena sahihi. Nguvu yako ya kukufanikisha inarudishwa. Nguvu yako ya baraka inakuachia. Inakuachia katika jina la Yesu. Inakuachia hiyo nguvu yako. Inarudi tena kwa upya nguvu yako walioiondoa kwenye mikono yako. Usipate pesa, usipate vitu vikubwa, usipate vitu vya thamani. Ile nguvu inarudi tena. Inarudi tena ile nguvu walioiondoa kishirikina kwa jina la Yesu. Sema kwa nguvu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Na saa hii nguvu ya awali ya asili inanirudia tena. Mimi sio mtu mdogo. Sio mtu wa kushindwa. Sio maskini mimi. Ni mtu niliyebarikiwa. Kwa jina la Yesu. Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Roho Mtakatifu, gusa hao watu. Gusa hao watu, warejeshe nguvu zao. Warejeshe nguvu zao. Warejeshe nguvu zao. Warejeshe nguvu zao. Warejeshe nguvu zao.
Kwa jina la Yesu. Niombe uketi mahali kwenye kiti chako. Kama kwenye kiti chako. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu. Nimesikia sauti kiniambia umesahau kitu kimoja muhimu sana. Wakati nafika kwa habari ya Delila na Samson, Roho Mtakatifu akanipeleka mpaka kwenye kitabu cha Mithali. Nikafika kwenye kitabu cha Mithali nikakuta Mithali ya 31. Wanaitumia sana wamama, lakini kuna jambo kubwa sana liko pale. Nataka nimalize hapo, ulishike kwa nguvu zako zote, alafu tufanikiwe. Natamani nikikuona ukija wakati mwingine umepaki gari la kifahari hapo nje. Amen. Natamani nione kwenye nyumba ulikotoka kijijini kwenu umejenga nyumba kubwa ya kifahari. Amen. Natamani nikuone ukiwa unasafiri nje kama unaenda Kariakoo. Amen. Safiri nikikuona kila ubarozi una hati yake ya visa kwenye mikono yako. Amen. Nisomee ile andiko, kitabu cha Mithali sura 31. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Amen. Haleluya. Mithali sura ya 31 mstari wa 1 hadi wa 3. Subiri kidogo msomaji wangu. Nilisema mwanzo kwamba walipotaka kujua asili ya nguvu ya Samson, walitumia nani? Mwanamke. Mwanamke anaweza kuchimba hiyo nguvu huko, akawapa watu taarifa au akaiondoa kwako. Sasa ukisoma hiki kitabu, kuna kitu pale ambacho kuna mama mmoja analia kwa sauti kubwa. Kuna mama mmoja anapiga kelele, analia kwa sauti kubwa. Sikiza maneno vizuri, alafu nitakuambia cha kufanya. Amen. Soma. Mithali sura 31 mstari wa 1 hadi wa 3. Ndio. Neno la Bwana linasema. Yes. Maneno ya mfalme Leumeli. Ndio. Mausia aliyofundishwa na mama yake. Mausia mfalme aliyofundishwa na nani? Na mama yake. Na mama yake. Mama amezaa mtoto, lakini ni nani? Ni mfalme. Biblia inaposema mahali popote mama, akili zako peleka kwenye kanisa. Amen. Kanisa limezaa mtoto, kanisa lina mtu. Wewe uliyekaa hapa ni mfalme. Amen. Na nikasema ndio maana Yesu kilichomleta duniani ni kumnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, taifa na jamaa, kuwafanya kuwa wafalme na makuhani. Amen. Sasa anasema huyu mfalme anaambiwa na mama yake. Amen. Mama yake anamwambia nini? Yaani kanisa linamwambia mshirika. Kanisa linamwambia mshirika. Linamwambia nini? Amen. Mstari wa 2 anasema, Ni nini mwanangu? Ni nini mwanangu? Tena ni nini? Mwana wa tumbo langu. Mwana wa tumbo langu. Usiwape wanawake nguvu zako. Subiri hapo hapo. Anasema usiwape wanawake nguvu zako. Nguvu zako. Wala moyo wako. Wala moyo wako. Usiwape wale wa uharibio wafalme. Usiwape wale waharibuo wafalme. Amen. Subiri hapo kwanza. Huyu mama analia, anamwambia mwanae, mwanangu wewe uko ni mfalme. Wewe tayari ni mfalme, lakini na ushauri wangu usije ukawapa wanawake nguvu zako. Lakini na moyo wako pia usiwape wale walioharibu wafalme. Haleluya. Amen. Kumbe kuna nguvu inaweza ikatoka kwa mfalme ikahama ikaenda mahali. Kama ile ya Yesu iliyotoka kwenye mwili wake ikaenda kwa ule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Haikuwa rahisi. Kwenye kitabu Biblia yote ukisoma hakuna mahali Yesu amesema binti yangu, isipokuwa tu yule binti aliyeshika pindo la vazi lake. Amen. Kila mahali asema akamponya binti Ibrahimu, akamponya binti wa Akida, akamponya binti wa Yuda. Lakini yule aliyeshika pindo lake na nguvu zikamtoka, Yesu alipomuona akamwambia, enenda zako binti yangu. Amen. Imani yako imekuponya. Anamuita binti kwa nini? Amesababisha nguvu zake zikaondoka. Nataka nimalizie unisikize vizuri. Kumbe mtu yoyote asiyefanikiwa amempa mtu nguvu zake. Amen. Ngoja nirudi kimwili. Acha tuache kiroho sasa. Naona nakuchanganya. Iko hivi, kiroho iko hivi. Kwa mganga yoyote
ukienda ukimwambia, wanaoendaga, tumeona shughuli nyingi, wakienda kumwambia nataka mali, nataka pesa, sharti namba moja analokupa, anakuambia usizini. Mganga yeyote anakuambia, sharti la kwanza anakuambia usizini. Mganga anajua ukizini, iwe mwanamke mwanaume, nguvu yako ile ya asili ile. Amen. Yes. Si kama na watu wananielewa hapa. Amen. Nguvu yako ile ya asili ile ya kukupa mema kwenye ulimwengu inaisha, inaondoka. Huyu mama analia, anasema mwanangu wewe ni mfalme, lakini nakuambia usije ukawapa wanawake nguvu zako. Na mimi nasema kwa mabinti yangu pia, usije ukampa mwanaume nguvu zako. Amen. Hakuna aliyeumbwa maskini, hakuna aliyeumbwa hana kitu. Kuna mahali ulikosea, ulimpa mtu nguvu zako. Yes. Ulipompa mtu nguvu zako, huna tena uwezo, kwa sababu kinachomsaidia mtu ni nguvu zile za asili alizokuja nazo, alizozaliwa nazo. Yes. Na dunia leo kuna majitu kazi yao ni kuvuna nguvu tu kwa watu. Na wewe hujui hiyo huko kwenye ulimwengu huu. Kuna majitu kazi yao ni kuvuna tu nguvu kwa watu. Kuna jamaa mwaka jana tu ameoa ndoa 4. Mwaka jana tukaoa ndoa ngapi? 4. Alafu wote wamewaacha. Na sasa hivi ana ndoa tena 2. Kazi yake anaenda kuzuu mtu mwenye nyota kubwa, nipe utajiri, nyota kubwa ya biashara, nyota kubwa ya nini, halafu anahakikisha kwa gharama zozote anavuna hiyo nguvu. Si naongea na watoto wangu hapa? Amen. Si naongea na watu wa kunielewa hapa? Amen. Hakuna aliyefanikiwa kwenye ulimwengu ambaye ni mzinzi. Amina. Amen. Hakuna aliyefanikiwa mzinzi. Asikudanganye mtu akakusifia una pua ya baniani, sijui umekata panki, umenyoa denge. Asikudanganye mtu, anavuna nguvu zako. Ukitaka ufanikiwe katika kila jambo, uwe strong kwenye ile power, achana na hiyo kitu kabisa. Amen. Achana na hiyo kitu kabisa. Ukishiriki tu hiyo kitu, nguvu zako zinavuliwa. Baadaye wewe unakuwa tena huna nguvu za mafanikio. Haleluya. Amen. Na ndio maana wakuu wote, wafalme wote, hata watu waliokuwa na neema kubwa ya utumishi mkubwa, kilichowavua ile nguvu ya ule ukuu ni uzinzi. Kilichowavua nguvu ya ule ukuu ni uzinzi. Walipozini, ile nguvu ya ukuu ikaondoka kwao. Hao watu wakawa wapo tu, wapo wanajitahidi, wengine labda ni waimbaji, wengine ni wahubiri, wapo tu, yani ile ili mradi tufanyeje, lakini wameshavuliwa ile nguvu. Haleluya tena. Amen. Haleluya tena. Amen. Anamwambia mwanangu, siwape wanawake nguvu zako. Anasema hawa wameharibu wafalme, na moyo wako siwape watu waharibu wafalme. Kuna mfalme mmoja alioa watu wanawake wengi, baadaye sema Biblia moyo wake ukaharibika. Na sijajua uliharibikaje. Najua hapa mwenye maroho ya machifu ya babu yake hawezi kuelewa hiki kitu. Natamani nikuone una hela. Amen. Amen yako haijatosha hapa. Amen. Natamani nikuone una pesa. Amen. Pesa haziendani na wazinzi. Ndio. Pesa haziendani na wazinzi. Labda waliopewa assignment na kuzimu wakavune nguvu kwa watu. Lakini ili wewe imara mahali, kwenye utumishi, kwenye kila mahali, achana hiyo kitu, kaa nayo mbali kupita. Amen. Ndio maana Waislamu wameambiwa hata karabu zina usiikaribie, kaa nayo mnini mbali. Sasa Waislamu wamesema kaa nayo mbali, Yesu anasema ikimbieni zinaa. Amen. Ukiona mahali wewe timua mbio. Sio kitu kidogo, kinakula nguvu ya mtu. Amen. Kinaharibu nguvu ya mtu. Ukishaliwa hapo, hata kama ulikuwa na mema yapi, hayawezi kuonekana tena. Paulo anasema, je, hamjui ya kuwa azinia na mwanamke hana akili kabisa? Afanya dhambi juu ya mwili wake na kuiangamiza nafsi yake mwenyewe. Yaani unauharibu mwili, unaharibu na nguvu zako za mema. Haleluya. Amen. Wazee mmenielewa ninachokisema? Nataka Mungu akitupa neema mwakani,
Mungu atuinue sivyo kawaida. Amen. Na kuna kitu nitafundisha, nafikiri Mungu akinipa ndani ya wiki hii, kuna kitu nitafundisha. Kuna namna ya asili hiyo ya hizo nguvu inakuja, inakushurutisha wewe ufanye hivyo vitu. Ya kwenu tu. Kwa sababu tu babu yako alikuwa na wanawake 27. Unashangaa unasema mimi hapana, mimi hapana. Bibi yako aliolewa ndoa 6. Mimi hapana. Jumapili ijayo tunapiga mkasi hiyo kitu. Tunatenganisha. Amen. Wewe ni mtu mpya uliyebarikiwa. Kama yeye aliolewa na wanawake na wanaume 7, haikuhusu. Wewe wa kwako huyo huyo mpaka mfike Kanani. Sema amina kwa jina la Yesu. Huyo huyo. Amina. Usicheze. Haleluya. Yeye anasema Sauli anamtaka Daudi, anawaambia wafanyakazi wake, jitahidini sana mumpe Sauli binti yangu wa kwanza. Kumbe ndani ya ule binti anaitwa Merabu, ameweka nguvu ya kuvuna nguvu kwa Daudi. Ashukuriwe Mungu. Daudi lilikuwa na roho wa Bwana ndani. Limewekewa mtego, likasema mzee, wanamuuliza utaoa lini? Bado nipo kwanza. Kumbe mtego umewekwa mahali, anasema bado nipo kwanza. Sauli alitaka tu akimwoa binti yake amkamate Daudi amuue. Kuna namna ambavyo mtu sikuwa ninaenda hapa. Labda namsaidia mtu kitu. Nilikuwa nishamaliza ibada kinaona nashurutishwa hapa. Kuna namna ambavyo mtu ili afanikiwe lazima alinde mwili wake. Ili ufanikiwe lazima ulinde mwili wako. Ukiuachia tu mwili wako, kuna roho zinakuja zinakamata huo mwili. Mbaya zaidi, Biblia inasema, amfahamu kwamba aliyeungwa na Kristo ni mwili mmoja na Kristo? Aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Milango ya mema huwa inapitisha mtu huyu mmoja. Yesu amen. Amen. Milango ya mema inapitishaga mtu huyu mmoja, haipitishi hawa wawili. Mlango mimi mdoe, si ndio? Njoo mzee Peter. Namalizia. Amen. Ukipona hili utakuwa umepona. Amen. Ni yangu nataka upate hela. Yes baba. Yaani uwe na hela benki, uwe na hela nyumbani, uwe na hela mfukoni. Yeah! Tumeungwa na Pita. Mlango unaruhusu apite mtu mmoja kwenye biashara. Tunafika kwenye mlango. Kama naeleweka ninachokiongea. Amen. Okay, sasa umeungwa, mko 20 mmeungwa. Yaani Pita anademu Chemazi, anademu Kisemvule, anademu Mbagala, anademu Kigamboni, Kwa hiyo sasa wamekusanyika kwa Pita, ni lundo. Mlango unaopitisha baraka ya mtu ni mmoja na size ni hii. Moja. Kwa ajili ya mtu huyu moja. Kuna hela hapo? Hakuna. Kakae mzee. Amen. Aliyeungwa na Kristo ni mwili mmoja na Kristo. Akiungwa na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Sasa una makahaba 6. Alafu kiasi siku unasema baba niwekee mkono, vitu mambo hayaendi. Endesha mambo yako kwanza ndio yako yaende. Haleluya. Amen. Hayataenda mwanangu. Endesha kwanza. Haleluya. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Basi tuko na watoto. Simama. Nataka nipite mahali ndipo sana. Iko siku nitakukomalia. Unakosa hela kwa sababu umeungwa na majitu mengi. Umeungwa na vibabu, vibibi umeungwa navyo. Alafu nataka hela zitoke wapi? Pesa zina principle. Zina kanuni zake. Paulo anasema nitavipelekaje viungo vya Kristo kwa kahaba? Wewe ni kiungo cha Kristo, nataka ufanikiwe, kaa mbali na hiyo kitu. Mwanangu, hata ndimu unafanikiwa tu. Wako wafanya biashara wa ndimu ni matajiri. Lakini wewe kesho baba hela hazitakaa. Mko 70. Heri kumjua
Yesu Bwana, Roho huamka anitambua mali yake, hanipotezi, nipo kwake. Musimulie sifa zake, ana mwenzake ponya pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, tumtukuze. Ndiyo zamana, ndiyo zamana, Yesu wangu hunipa furaha ya mbingu, mlinzi wao wokovu wake, nayaona roho yake. Habari njema, habari njema, raha yangu, oh Yesu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Funika macho yako. Tuna wageni, nitaomba wale wageni TV, chombo cha Injili kiliko chini ya huduma ya kanisa, na Yesu ni lango la uzima kikiongozwa